2020. Wewe Lissu pamoja na viongozi wengine waandamizi mkiwa jijini Nairobi, lakini vile vile hata 2024 umeendelea mbali zaidi na kusema kwamba vile vile hii no reform no election ilitamkwa. Na kubwa zaidi ningependa kufahamu, je, utofauti iko wapi kati ya no reform ya Mheshimiwa Freeman Mbowe na no reform ya Tundu Lissu? Ama dhana ya no reform ninyi mnautafsiri kwa namna gani? B, katika kipengele hiki ama katika sakata hii, je, ni chama, ni ninyi, ama ni wale ambao wanaunga kwamba no reform no election iwepo ndio wanaopoteza? Nani anapoteza katika hili? Ni chama, ni ninyi, ama ni nani anakomolewa? Je, ni wanachama ama ni chama chenyewe? Lakini swali lingine, umesema kwamba bado mna nafasi ya kushiriki uchaguzi na kushinda na kutangazwa washindi hata katika nyakati ambapo madhila mengi ya uchaguzi ikiwemo ukandamizaji wa Chama cha Mapinduzi kama ulivyosema. Nini hasa kilichowazuia kutangazwa katika uchaguzi uliopita wa 2020? La tatu na la mwisho, mmesema ampingi msimamo ya chama. Je, hapa mnafanya kitu gani? Kama chama wamesema wao kwamba msimamo wa chama no reform no election, na kwamba hawatoshiriki katika uchaguzi na watazuia uchaguzi, lakini ninyi hapa mnasema ya kwamba hamko hapa kupinga msimamo wa chama. Hapa mnafanya nini? Ama dhamira kuu kwenye hili ni nini? Asante sana. Mwingine kwenye swali au maswali ya Udemba amechosheleza? Karibu. Asante. Halo. Mimi na swali. Jina lako na chombo chako? Naitwa Humphrey Shao, natoka Michuzi Media Group. Swali langu ni kwamba moja, je, G55 katika hichi mnachokifanya amuoni kama mmechelewa? Na moja ya kitu kwenye tamko lenu mmekuwa mkimuadresi katibu mkuu wa chama, lakini je, amuoni kwamba katibu mkuu amekuwa pressurized na mwenyekiti na makamu wake? Tumeshuhudia katika mkutano wa watiania namna ambavyo makamu mwenyekiti alikuwa akizungumza. Kwa nini mnashindwa kuzungumza moja kwa moja kwa kuwaeleza na kutaja zile kauli za kibabe kama za makamu mwenyekiti wa Chadema alizokuwa akizitoa kwamba haziendani na maadili ya uchaguzi na Chadema ambayo tumeizoea? Tatu, ni lini sasa mtaanza kutoka na kuzungumza wazi juu ya hii kuisha kwa uchaguzi? Inaonekana kama uchaguzi wenu wa ndani bado haujaisha, mnaendelea kumenyana kwa visu. Kwa nini? Je, lini mtatoka kusema kwamba uchaguzi umeisha, mjenge chama? Nashukuru. Mwingine? John. Naitwa John, natoka Jambo Television na maswali matano. Swali la kwanza, tumemsikia Mlema kwa niaba yenu amesema kauli ya Lema kwamba ambao hawataki reformu waondoke. Inaonekana ni kama ni kauli personal, alikuwa anawatisha watu wenye maoni mbadala. Kauli ya no reform no election, kama mnakubaliana kwamba ni kauli iliyo ni msimamo wa chama ambao umepitishwa na vikao halali vya chama, baraza kuu, mkutano mkuu na ZESOFO kamati kuu. Kama Lema amezungumza hivi, je, John na wenzako hamuoni kwamba ni alikuwa na cement au alikuwa anasisitiza wanachama kutii maagizo au maamuzi ya vikao halali vya chama, ambavyo tunafahamu usipotii maagizo na vikao halali vya chama, maamuzi ya vikao halali vya chama, uko katika hatari, kati ya moja katika hatari hiyo ni kufukuzwa. Sasa kusema kwamba kama hutii
au hukubaliani na maamuzi ya chama uondoke. Hiyo kauli ina tatizo gani? Swali la pili, umesema Maria Sarungi ana maslahi binafsi na Chadema kushiriki uchaguzi. Kwa tunaomjua Maria Sarungi tunamuona kama ni mtu ambaye anapigania ajenda ambazo Chadema mmekuwa mkipigania kwa siku nyingi, ikiwemo hii ya sasa kwamba mifumo ya uchaguzi imekuwa si mifumo yenye kutoa haki. Sasa na yeye ameungana na Chadema kuhakikisha kwamba mnailazimisha serikali inaleta mifumo yenye kutoa haki kwenye uchaguzi. Wewe umesema yeye ana maslahi binafsi. Sisi waandishi na umma ungependa kujua ni maslahi gani hayo binafsi ambayo Maria Sarungi anayo ambayo ya Chadema kutokushiriki uchaguzi. Tunaomba tuweke wazi kwa sababu umesema umeificha tu kwamba maslahi binafsi. Sawa. Swali la tatu, John, umekuwa kwenye secretariat nadhani kama miaka 10 sasa. Na wewe umekiri hapa ulishiriki mchakato wa kuandaa hii document ya no reform no election ukiwa kama mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa secretariat ambao ndio vikao vinaandaa haya mambo. Tunataka kujua mpaka inapitishwa hii agenda kwenye vikao, wewe ulikuwa bado kwenye nafasi ya uongozi na ulikuwa ofisini. Tuambie wewe na wenzako ambao mlikuwa kwenye secretariat na vikao vya kamati kuu, mlichukua hatua gani katika kulirekebisha jambo hili? Kwa sababu ukija kwa sasa ni rahisi sana kuwa defeated kwamba unapinga maamuzi haya ambayo wewe uliyashiriki kwa sababu tu hauko sehemu ya uongozi, kwa sababu hivi vitu vyote vinavyofanyika kwa sasa ni vitu ambavyo wewe ulishiriki kuvitengeneza na kuvipitisha. Swali la 4, kuhusu dhana kwamba mnatofautiana kwenye dhana. Hii nadhani ndio mimi nimeliona kitu cha msingi kwamba dhana kwamba no reform no election si dhana ya kuzuia uchaguzi. Sasa kama hiyo sio dhana, maana yake ni kwamba chama kizima except wewe na wenzako wachache kimejipotosha kuhusu hii dhana. Kama hivyo ndivyo, yani kama chama kinajipotosha kwenye dhana tu, bado mnaamini chama hiki ni chama tegemeo kwa Watanzania? Swali la 5, kushiriki uchaguzi ndio kusudi. Umezungumza kwamba tone tone haiwezi kuendesha chama. Chama hiki tokea kimeanza tumekuwa tukiona kinaendeshwa kwa michango, na mmekuwa mkisema kwamba chama hiki kina watu milioni 10. Kwa mahesabu ambayo wakati mnaanzisha tone tone mliotupa ni kwamba hata wanachama milioni 1 tu wakicontribute kwenye hii tone tone mtapata a lot of billions kuendesha chama. Sasa tunataka kujua hawa wanachama milioni 10 ambao kila siku mnatuambia mko nao wanashindwaje kucontribute ili iwe hii njia ya tone tone, kwamba kwa sababu wewe mwenyewe unasema John, vyama vinaendeshwa na wanachama. Sasa hawa wanachama milioni 10 wanashindwaje kushiriki hii tone tone? Swali la mwisho Naitwa Martha, natokea Crown TV. Na swali moja ambalo lina vipengele vitatu. Hii G25 imekuja na mpango wa kushiriki kwenye uchaguzi G55. Mtatuaminisha vipi kwamba haitatokea iliyotokea 2015 kwenye Ukawa? Mlikuwa pamoja, baadaye kukaa kuna mgawanyiko, ikaonesha kudhoofisha upinzani. Lakini mtakaposema nyinyi mnashiriki uchaguzi, wenzenu wanasema no reform no election, tayari mnakipasua chama. Hamuoni kwamba inakuwa ni sababu ya kudhoofisha pia chama chenu nyewe wenyewe? Lakini la tatu ni tusije tukaona yaliyotokea ni CCR, mnaiprotect vipi Chadema G55 pamoja na no reform no election? Hamuoni nyewe wenyewe mnaweza mkawa nyewe wenyewe ndio mnachimba kaburi la kukizika chama nyewe wenyewe? Asante.
Naitwa Juma Isihaka, natokea gazeti la Mwananchi. Kwa nini sasa no reform no election, ukiachana 2020 kama alivyosema Mrema, ilikuja mwanzoni hapa wakati wa uongozi wa Lissu na alikuwa kisiment au kuboldi kwamba tafsiri ya no reform no election kwa namna alivyokuwa naeleza. Kwa nini sasa G55 ndio inaibuka? So la pili, pamoja na kile kilichoandikwa kwenye waraka ya kwamba mtakuwa tayari kuendana na msimamo wa chama kama chama hakitakuwa nani, nilikuwa natamani kujua mtakuwa tayari, nyinyi watiania, mtakuwa tayari kuachana na nia zenu iwapo chama hakitakusudia au hakitakuwa tayari kupokea ushauri wenu kama ambavyo mmekuwa mkishauri? Mtakuwa tayari kuachana na hizo nia za kugombea tena? Shukuru. Kwa mwisho, karibu. Na maswali matatu hivi. Kuna dhana baada ya nyewe kujitokeza hivi karibuni, ukisoma hata kwenye mitandao ya kijamii, feedback za watu, inaonekana kama mnatumika. Naomba mtuaminishe leo. Je, mnatumika na system katika kuivuruga Chadema au mnatumika na Freeman mara baada ya kushinda uchaguzi? Kwa sababu wengi waonekana kwa sasa ndio wale ambao walionekana kipindi cha kampeni wakimsupport Freeman. Lakini swali lingine, kuna katika hilo G55 sasa hivi mlipo, kuna wengine walikuwa wabunge, wengine wa viti maalum, wamekaa tu muda mrefu bungeni. Kwa nini hawakuona haja ya kugombania kwenye majimbo kipindi hiko mpaka sasa hivi ndipo walipojitokeza kutoa nia zao, na wamekaa muda mrefu sana bungeni mpaka kuanzia miaka 10 mpaka 15? Ni hayo tu. Atajibu Mheshimiwa John Mrema, lakini kama kutakuwa na nyongeza tutasaidia kuongeza majibu. Karibu John. Shukrani sana. Ni washukuru kwa maswali mazuri na nitayajibu kama ifuatavyo. Swali la kwanza la Odemba, dhana ya no reform no election, tofauti ni nini wakati wa uwenyekiti wa Mheshimiwa Mbowe na sasa uwenyekiti wa Mheshimiwa Lissu? Tulieleza tangu awali kwamba tunatofautiana kwenye dhana ya utekelezaji wa no election. Hakuna mahali kwenye dokumenti zetu za chama iliyotafsiri kwamba no election ni kuzuia au kususia uchaguzi. Dhana ya no reform no election ilikuwa na lengo la kuunganisha makundi yote katika jamii, twende pamoja tukadai reform. Ndio msingi wa dhana ya no reform no election, ni kuunganisha makundi ya kijamii, tutengeneze wimbi kubwa la kwenda kushinikiza mabadiliko katika mifumo yetu. Huo ndio utofauti. Nani anapoteza, ni chama au wanachama au ninyi kwenye no reform? Tusipokuwa makini, zile hasara tulizoeleza, chama na taifa ndivyo vitapoteza zaidi. Kwa hiyo sio mtu mmoja mmoja, ni chama pamoja na taifa, kwa sababu kwa upande wa taifa sauti kinzani ndani ya vyombo vya kimaamuzi kama halmashauri, bungeni, au hata fursa ya kushinda na kuongoza dola tunakwenda kuipoteza. Hakuna wakati kwenye historia ya nchi hii CCM iliwahi kuwa dhaifu kama ilivyo sasa. Kwa hiyo tunapoteza fursa muhimu ya kwenda kushinda uchaguzi na kuongoza dola. Kwa hiyo wananchi ndio wanaopoteza hiyo fursa. Tatu, kushiriki uchaguzi na kushinda. Nini kiliwazuia kutangazwa 2020? Vikwazo vilivyotuzuia kutangazwa 2020 vilikuwepo 2015, vilikuwepo 2010, vilikuwepo mwaka 95, lakini kama tulivyosema,
reform ni process, mabadiliko ni mchakato. Tukiishia njiani tukakimbia kushiriki hii michakato, hatutakaa tupate hayo mabadiliko. Ni heri tushiriki. Kama hatutashinda dola, tukaendelea kuwa wapinzani, tukawa na sauti bungeni, wabunge wetu wakawa na sauti ya kung'ang'ania hizo reform, kuliko kuwaacha CCM wapite bila kupingwa, wakawe bungeni peke yao, alafu tunategemea watuletee reform wakiwa bungeni peke yao. Si mnanielewa? Hampingi msimamo wa chama, hapa mnafanya nini? Hatupingi misimamo ya chama. Hapa tumekuja kama wanachama, tuna haki zetu kwa mujibu wa katiba ya chama, na niombe niwafafanulie tu haki za mwanachama. Ibara ya 5.2. 5.2 ni kuchagua viongozi wa chama wa ngazi inayomhusu. 5.22 kuchaguliwa kuongoza na kuwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. 5.23 kushiriki vikao vinavyomhusu. 5.24 kujitetea, kusikilizwa. 5.2.4 tuna haki ya kusikilizwa. Sasa hapa tumekuja ili tuseme tunatumia hii haki yetu, viongozi watusikilize. Ndio maana tuko hapa, wala hatuko hapa kwa sababu nyingine yoyote ile. Ni haki yetu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Swali la Humphrey Shayo wa Michuzi, je, G55 hamuoni kwamba mnachochea? Hamuoni kuwa katibu mkuu anapata pressure kutoka kwa makamu mwenyekiti na mwenyekiti wanampa mashinikizo? Sisi tunamwandikia katibu mkuu wa chama kwa sababu ndiye mtendaji mkuu wa chama. Correspondence zote, mawasiliano yoyote ya kiofisi yanapelekwa kwa katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunafahamu ndiye mtendaji mkuu wa chama, ndio maana tunamwandikia katibu mkuu wa chama. Kama ana mashinikizo, ana pressure, atoke hadharani aseme yeye, sisi hatujui. Kwa hiyo kama yapo, akiona kweli anashinikizwa vitu ambavyo hakubaliani navyo, atoke hadharani aseme. Sasa mimi siwezi kumsemea kwa sababu sijui. Uchaguzi wa ndani ya chama haujaisha. Lini utaisha? Uchaguzi ulishaisha. Ni bahati mbaya kwamba watu wanadhani walioko kwenye G55 ni watu waliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Sio kweli. Bwana Romanus Mapunda yule pale, hebu simama bwana. Wewe ulikuwa timu gani? Timu Lissu. Huyo hapo. Kwa hiyo watu wasifikiri, na sio yeye peke yake, wako wengi. Mpaka viongozi wakuu wenyewe ni kwa vile hawataki kujitokeza. Kwa hiyo sisi tunasema ili kusaidia wale ambao hawawezi kusema, lakini tunawakilisha maoni yao, mawazo yao. Ndugu zangu, sisi hapa ni speaker tu. Tunasema kwa niaba. Tumejitokeza hadharani, tumetangulia. Lakini tukiambiwa tupige kura za siri kwenye chama, wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Hata wale walioshiriki kikao cha watiania juzi waliuliza hilo swali, tunawezaje kuzuia uchaguzi? Wakaambiwa kwa kuingiza watu barabarani. Wakauliza wasipojitokeza, wakaambiwa kila mtu atatafuta mbinu zake kulingana na mazingira mahalia. Ndio jibu lilitoka kwenye kikao cha ndani. Kwa hiyo hata watu wetu wa ndani hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Ukiwauliza sana wanakuambia mikakati haitangazwi. Jioni wa Jambo TV, kauli ya Lema
Hamuoni kwamba ilikuwa inasisitiza watu kutii maagizo ya chama? Hakuna agizo lolote la chama hiki lililosema kwamba watu wakiwa na maoni, mawazo tofauti waondoke kwenye chama. Hayo ni mawazo ya madikteta. Dikteta pekee ndiye anayetaka kile anachokisimamia asipingwe, asihojiwe, asiulizwe. Kwa hiyo hakuna maagizo kwa mujibu wa katiba yetu, na hakuna mtu anayepinga misimamo ya chama. Hata wakati wa maridhiano nimewakumbusha watu wanakuwa na mawazo, fikra tofauti kila siku, jinsi ya kulifanya jambo liwe zuri zaidi. Sarungi ana maslahi binafsi ndani ya Chadema. Maslahi gani? Hili swali mngemuuliza Sarungi angeweza kulijibu vizuri zaidi, atuambie. Na viongozi wetu watuambie. Na nitatumia mfano wa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Bwana Gachagua. Gachagua aliwahi kuhoji akasema serikali ya Kenya ni ya shareholder. Maria Sarungi ana share ndani ya Chadema. Yeye anakiri kwamba sio mwanachama wa Chadema. Tunafahamu ni mwanachama wa CCM. Lakini leo hii nguvu yake ya kuhoji mpaka maamuzi ya katibu mkuu wa chama anatoa wapi? Ana share ngapi katika uongozi wa chama hiki? Ukiangalia anavyoandika huko mtandaoni, nikaona kwamba yeye yuko hata juu ya vikao vya Chadema. Viongozi wakikubali kuendeshwa kutokea mbali, chama hiki kitayumba na kitapotea. Kwa hiyo Maria Sarungi kama anataka aweze kuja atoe maoni yake kwa uhalali, ajiunge na Chadema, hajazuiliwa. Lakini yeye ndio wale niliosema pressure group zinakuwa na mambo mahususi wakati mahususi. Hataki kujiunga Chadema, lakini anataka yeye akisema Chadema imtii na imsikilize. Hatuwezi kuendesha chama cha namna hiyo. Nilishiriki mchakato wa kuandaa document mpaka inapitishwa. Tulichukua hatua gani katika kurekebisha jambo hili? Ndio maana nimesema hakuna popote kwenye nyaraka za chama hiki palipoandikwa no reform no election ni kuzuia au kususia uchaguzi, bali dhana ya no reform no election ilikuwa na lengo la kuunganisha nguvu za kudai mabadiliko. Wadau, na nilisema wako wadau wamerudi nyuma baada ya kuingiza dhana ya kuzuia uchaguzi. Wanajua taasisi zao zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Watakapojiingiza kutaka kuzuia uchaguzi, wanajua wataathirika na taasisi zao, ndio maana wamerudi nyuma. Kwa hiyo sisi, wakati nyaraka inaandikwa, dhana ya kuzuia uchaguzi haijawahi kuwa kwenye nyaraka zetu. Na kama ipo, huyo mtu ailete hadharani. Haipo. Tone Tone na wanachama milioni 10 wako wapi kwenye kuchangia Tone Tone? Kwa nini hawachangii? Nimesema pale mwanzo, watu wanachangia wakiwa na sababu ya kuchangia. Kwa nini mimi mwanachama wa Chadema nichangie Chadema ambayo haiendi kushiriki uchaguzi ili nikomboe kwenye matatizo yangu kwenye kata yangu, kwenye jimbo langu? Haiendi kushiriki uchaguzi ili ishinde dola. Kwa nini niendelee kuchangia wakati hawaendi kufanya ile kazi ambayo walituambia wataifanya? Inarudisha watu nyuma. Sasa hiyo ya wanachama milioni 10 na kwa nini hawachangii? Siku wakiita press conference makao makuu, ukiwauliza hili swali litakuwa zuri sana. Wanachama milioni 1 wangetoa shilingi 500 tu, zingeshapatikana milioni 50, milioni 500. Shilingi 500 ni milioni 500. Mara ya mwisho walitutangazia wapata milioni 70 ngapi? 64. Walituahidi wakati wanaanza kwamba tutakuwa tunatangaziwa kila wiki. Sasa hivi hakuna tangazo, kwa hiyo hatujui zimepatikana ngapi mpaka sasa.
ndugu dada yangu Martha, kwamba sisi kushiriki uchaguzi sasa G55 hatuoni tunaweza kugawanyika na kukipasua chama na kukidhoofisha kama Ukawa. Sisi tumejitokeza hadharani kushauri. Ni wajibu wa viongozi wetu kusikiliza, na kama nilivyosema, tuna kundi kubwa linaloamini kabisa kwamba Chadema hatuna muujiza wa kuzuia uchaguzi. Kundi la wanachama na wasio wanachama, kundi la wapenzi wa chama hiki wanatupigia simu, hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo sisi tumejitokeza kusema kwa niaba yao. Kupasua chama kama ilivyokuwa NCCR Mageuzi, sidhani kama chama chetu kitapasuka. Watakaopasua chama ni wale ambao watakataa kusikiliza maoni na mapendekezo wasioyapenda. Ila sisi kwenye maandishi tumeweka commitment yetu. Isiaka, kwa nini sasa? Tafsiri, kwa nini sasa? Ndio wakati mwafaka. Tuna muda mchache kabla ya uchaguzi. Tunataka chama kijiandae na uchaguzi, kitafute wagombea, kitafute rasilimali, kianze kujiandaa. Kwa hiyo tunaona wakati huu ndio wakati mwafaka wa kulisema hili, na sisi ni wadau wa huo uchaguzi, ni sehemu ya huo uchaguzi. Ndio maana tumejitokeza sasa. Tusingeweza kujitokeza mwaka 2021 au 22. Sasa ndio wakati mwafaka. Mtakuwa tayari kuachana na nia zenu za kugombea? Mpaka sasa tunaendelea kukishauri chama. Na nyinyi waandishi, siku nyingine hivi mmeshawahi kumfuata mwenyekiti wa chama mkamuuliza nia yake ya kugombea urais aliyoandika barua ameshaitoa kwa katibu mkuu? Mlishawahi kuuliza hilo swali? Kwa hiyo sisi ni watiania kama yeye alivyomtiania wa urais, na sisi tuko hapo hapo. Kwa hiyo kutia nia sio dhambi. Sasa mtu asitutake leo tuanze kutoa nia yetu wakati kiongozi wetu mkuu anayetuongoza bado nia yake iko pale pale. Ndugu yangu, kama nilipatia Kevin dhana potofu za kutumika na system au Mbowe kudhoofisha Chadema. Wajua, ukitaka kuua mbwa mpe jina baya. Tunaona nguvu kubwa sana huko mitandaoni inayosema tunatumika. Kama kwa miaka 23 niliyokuwa ndani ya chama, na wenzangu hapa wengi, wakina dada Grace wako kwenye chama hiki tangu kinaasisiwa, hawakutumika. Yaani leo kwa sababu tunasema tunashauri uchaguzi ndio tunatumika? Sasa mtu ananitumia mimi ili iweje? Kwa nini hawakunitumia wakati nikiwa pale juu kabisa naandaa manyaraka na madokumenti ya chama? Nimefanya kazi bungeni kwenye kambi rasmi ya upinzani kwa miaka 10. Hivi hiyo system haikuona sababu ya kunitumia wakati huo? Ije initumie sasa nikiwa mwanachama wa kawaida? Mimi nafikiri wanatumia mbinu hiyo ili kujaribu kutudhoofisha, kujaribu kuturudisha nyuma, kitu ambacho tumekikataa kwa kinywa kipana. Chama chetu ni chama cha demokrasia. Tunatoa maoni yetu kwa uhuru na hakuna anayetutumia, na kama kuna mtu anatutumia basi ni wananchi wetu wanaotaka tuwawakilishe na ambao tunawasikiliza. Hao wanatutumia na tuko tayari kutumika kuwatumikia hao wananchi wetu kwenye kata na kwenye majimbo. Uliuliza swali, wako waliokuwa wabunge wa viti maalum, kwa nini sasa wamejitokeza kwenye majimbo? Ndugu yangu Kevin, itakuwa huna rekodi sahihi. Catherine Ruge mwaka 2020 aligombea jimbo la Serengeti. Susan Kiwanga mwaka 2020 aligombea Mlimba.
na kabla ya hapo alikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Grace Kiwelu mwaka 2020 aligombea jimbo la Vunjo. Yosefa Komba ambaye naye amesaini leo hayupo na udharura, aligombea jimbo Muheza Tanga. Recho Mkinga aligombea Mkinga Tanga. Lucy Magereli aligombea Kigamboni. Wako wengi. Kwa hiyo ni kwamba rekodi tu utakuwa huna, walijitokeza majimboni na pamoja na matatizo yote ndio waliosababisha tukapata zile kura zilizotangazwa tulizopewa 2020. Kwa mimi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, fikisheni ujumbe wetu na mtusaidie. Wale wote wanaotaka kunyamazisha sauti zetu, waambieni, mtakapowanyamazisha sehemu ya wanachama wenu, mkiingia madarakani, sisi vyombo vya habari hatutakuwa salama. Nadhani tumeshamaliza. Kwa hiyo waandishi wa habari tunawashukuru sana. Tukiwahitaji wakati mwingine tutaweza kuwaita. Kwa leo tunashukuru kwamba tulipofikia. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.